Bana, Real Madrid wameangusha alama nyingine 2 katika dimba la Estadio La Cartuja de Sevilla katika mchezo wa La Liga dhidi ya Real Betis. Bao la dakika ya 94 la Hector Bellerin limewafanya Real Madrid kutoka na sare katika mchezo ambao ulikuwa ni muhimu kweli kwa Real Madrid kufufua ndoto zao za kuwania ubingwa pale katika La Liga, na sasa ni rasmi gepu kati ya Real Madrid na Barcelona. Endapo Barcelona atashinda mchezo wake wa kipolo, basi itakuwa ni alama 11 huku ikiwa imesalia michezo 5. Ni wazi kwamba Barcelona anakwenda kutoa ubingwa wa La Liga kwa mara ya 2 mfululizo, na Real Madrid anakwenda trophyless misimu 2 mfululizo. Msimu umekuwa mbaya kweli kwa Real Madrid licha ya kuwa na mastaa wengi katika timu yake, lakini hawajaweza kufanya vile ambavyo wengi walitarajia. Walianza na Xabi Alonso na wakatarajia kwamba Xabi Alonso ataweza kuwafikisha katika nchi ya ahadi, na sasa Alvaro Arbeloa. Sasa Real Madrid wanakwenda msimu wa 2 mfululizo trophyless, kwa sababu kwa hali jinsi ilivyo na michezo iliyosalia, ni wazi kwamba Barcelona wanakwenda kutoa ubingwa pale katika ligi kuu ya Hispania La Liga, ikiwa kwa sasa ni alama 8, na kama Barcelona atashinda mchezo wake wa kipolo, basi zitakuwa ni alama 11 gap hilo dhidi ya Real Madrid. Real Madrid msimu ujao wanapaswa kufanya kazi kubwa kweli, kwanza kuangalia uwezekano wa kupata mwalimu mwenye uzoefu katika benchi lao la ufundi anayeweza kuwavusha kurejesha mataji kunako klabu ya Real Madrid, lakini pia kufanya maboresho katika kikosi chao, hususan katika eneo la kiungo na eneo la ulinzi. Safu ya ulinzi ya Real Madrid katika msimu huu imekuwa ni butu kweli, wakiruhusu mabao katika michezo mingi kweli. Tetesi za kurejea kwa Jose Mourinho kunako klabu ya Real Madrid inaweza kuwasaidia Real Madrid kurejea katika hali yao, au Madrid waingie sokoni kutafuta mwalimu mwingine. Jurgen Klopp hana kazi. Je, Jurgen Klopp anaweza kuwa chaguo zuri kwa Real Madrid kuelekea kurejea katika ubora wao? Bana, mimi ni Fisasa 99. Chao.